Aprili 25 ni siku ambayo tunakwenda kushuhudia mchezo wa nusu fainali ya michuano ya Muungano Cup, ambapo tunaishuhudia dabi ya Dar es Salaam ndani ya uwanja wa New Amani Complex hapa Zanzibari. Mchezo huu unawakutanisha Azam FC dhidi ya klabu ya Young Africans kuanzia majira ya saa 2:30 usiku. Mchezo huu unakwenda kutazamiwa mara baada ya upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC, ambapo mara ya mwisho klabu hizi mbili kukutana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ilimalizika kwa suluhu ya bila kufungana, na ni timu ambazo kwenye ligi kuu ya NBC pale Tanzania bara timu hizi mbili hazijafungwa mchezo wowote ule, licha ya kupata sare katika michezo kadhaa na ushindi katika michezo mingi ambayo wameicheza. Kwa hiyo timu za unbeaten kutoka ligi kuu ya NBC zinakwenda kukutana kwenye nusu fainali ya michuano ya Muungano hapa Zanzibari. Sasa nimeketi chini hapa kuonyesha ni namna gani ambavyo hali ilivyo ndani ya uwanja wa New Amani Complex, akiwa amesalia masaa kadhaa tu kuelekea mchezo huo wa nusu fainali ya kombe la Muungano hapa Zanzibari. Pichi imetulia kwelikweli, licha ya kwamba michezo mingi imetumika hapa katika kucheza kwake, ikiwemo michezo ile ya hatua ya robo fainali, lakini pia michezo mingine, lakini bado pichi ina hali ya utulivu ya kubeba ama kuhodhi mchezo mkubwa kama wa nusu fainali. Lakini pia taratibu nyingine zinaendelea hapa kwa namna yake, mambo kadhaa yakiendelea kufanyiwa kazi, majukwaa yakiwa yanasafishwa, ili mradi tunapofika muda wa mchezo kusiwe kuna kadhia ya namna yoyote ile. Timu hizi mbili ni timu shindani kwelikweli kutoka Tanzania bara, ambazo zinaongozwa na makocha wawili. Makocha hao Azam FC ni Forai Benge, kocha ambaye ana CV kubwa kweli kwenye soka la Afrika, sio tu Afrika Mashariki bali Afrika kwa ujumla. Amepita kwenye klabu kubwa na mpaka hivi sasa akihudumu ndani ya klabu ya Azam FC. Lakini pia klabu ya Young Africans inahudumiwa na kocha mkuu Pedro Goncalves, ambaye amehudumu kwenye timu kubwa barani Afrika na hivi sasa akiwatumikia wananchi, akipata ushindi katika mechi nyingi na kupata sare. Lakini itakuwaje safari hii katika michuano hii ya Muungano hapa Zanzibari? Na nikukumbushe tu, mara baada ya michuano hii ya Muungano kumalizika, tutakwenda kuishuhudia dabi ya Kariakoo Mei 3 pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Sasa tunyanyuke pamoja Muhsin, tukaonyeshe namna ambavyo hali ilivyo hapa kwenye uwanja. Nikisema pichi imetulia kama ambavyo unaishuhudia, imenyooka, imesafishwa, nyasi zimekatiwa, ili mradi inapofika muda wa mchezo kusiwe kuna tabu yoyote ile, muda wa mchezo zidi kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans kuanzia majira ya saa 2. Sasa hili ndio eneo la kona mwana michezo, ukisikia kibendera cha kona cha uwanja wa New Amani Complex ni hiki hapa. Tutakwenda kushuhudia hapa zile kona, zile namna ambavyo zitapigwa na mambo mengine kama hayo ndio hapa. Lakini ukijaribu kuangalia hali ya uwanja, kwa kweli inaridhisha kuhodhi mchezo huo mkubwa wa nusu fainali ya Muungano Cup. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa ujumla ndani ya uwanja, pia hali ya usafi ikiwa taradadi. Ukifika hapa huduma utazipata kama ambavyo unashuhudia. Hiyo ndio pitch. Nikukumbushe tu kwamba PMTV tuko hapa kabla na baada ya mchezo, tutakujuza nini ambacho kizakwenda kutokea. Atakayepita hatua hii ya nusu fainali kati ya Yanga ama Azam FC atakwenda kukutana na timu ya Mlandege au Simba Sports Club, ambapo wao mchezo wao ni Aprili 26 siku ya Muungano. Na nikukumbushe tu Aprili 26 mwaka huu tunakwenda kutimiza miaka 62 ya Muungano wa Zanzibar na Tanganyika, ambapo Tanzania ilizaliwa miaka 62 iliyopita Aprili 20.